ila tuchukulie serious. Haleluya. Kuna mtu jana ananiambia, haleluya. Haleluya. Kuna mwingine unajua mafunzo lazima uyalipie. Haleluya. Ila tumeamua tufikie, haleluya, wale ambapo hawana siku 2 tu, amina. Siku 2 unapata cheti na hujakaa darasani mwezi mzima, kwa sababu lazima upewe semester. Ni course kubwa sana, but tumekufupishia upate kitu na upate cheti. Kesho ukitaka kuingia sehemu yote unatumia kile cheti. Ukitaka kuingia Bible College yote, nataka masomo ya awali, nataka kuendeleza ya masomo. Haleluya. Na utaulizwa maswali mengi na utakuwa na cha kushikiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nimesisitiza kuhusu vyeti, vipo tayari. Naomba picha. Ndio hii hapa. Utapita mezani pale, ukilipa vitani yako utasaidiwa cheti chako utaenda nacho. Haleluya. Amen. Na kama tulivyotangaziwa jana, chuo chetu ni chuo cha kimataifa. Haleluya. Kuhusiana na maswali, wapo watu hawawezi kutoa maswali kupitia kusimama na kuongea, ila una swali lako kuhusiana na uongozi tu. Uongozi tu. Ni kuombe wewe leo maswali tutayapata kwa njia ya karatasi. Haleluya. Ili watu wawe huru na kuuliza maswali yoyote watakayotaka kuyauliza. Nitaomba shemasi moja funika. Naomba nisaidie kugawa hizo karatasi kwa kila yeyote atakayekuwa na swali linalohusiana na uongozi wa kanisa. Haleluya. Naweza tukaanzia mezani pale ukaja hivi. Kila mmoja apate karatasi. Bwana Yesu asifiwe. Andika swali lako, na utakapomaliza kupata kuandika, unaweza nitakuwa nimekaa pale, utaniletea karatasi, shemani tapita tunaweza kuweka mkono wako juu nikaupitie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pasipo kupoteza muda, naomba nimshukuru Roho Mtakatifu, Baba na Mwana kwa kutupatia nafasi tena ya kusimama mahali hapa. Naomba niombe. Loving Father, loving King of Glory, I come into your presence right now and I thank you for this opportunity once again. You have granted unto us, O Lord, to stand here today. I thank you, my Father, O King of Glory, in the name of Jesus, for this grace that you granted unto us. This is the day that you have made. We should rejoice and be glad in it. Let your will be done in this place as it is in heaven, O God. Let your will be done unto your children as it is in heaven, O Lord. Whatsoever you have purposed for them to get here today, I pray in the name of Jesus that they not leave this place without getting it. And whatsoever you have purposed us to give unto them, Lord, I pray that may it be fulfilled unto our tongues, Lord, as we give it unto them, because we are availed ourselves as vessels unto you to use us today. In the mighty name of Jesus, I come against every mind-boggling spirit. I come against every spirit of slumber and tiredness, every heaviness. I rebuke you, cast you to the roots. Pack up all of your goods and leave this place. I declare refreshment. In the name of Jesus, I declare open heavens in this place. In the name of Jesus, angels that are in charge of the gatherings, I call you forth in this place to serve in each and every department here today. I pray for a successful seminar today in the mighty name of Jesus Christ, Lord of God. I welcome your presence of the Father, Son, and the Holy Spirit in this place in the name of Jesus. Touch each and every person's mind. I pray you give them understanding over every teachings of God, that they will not get out the same way that they came. I pray you give us wisdom on how to deliver the word and how to answer the questions. In Jesus' mighty name, Lord of God, I do pray and I believe. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Nimkaribishe mwalimu wetu wa kwanza. Tupige makofi. Karibu sana. Tunatoa diploma kwa Kiswahili. Mwaka huu unaokuja tutakuwa na diploma branch ya kwanza. Lakini una kozi ya ngazi ya cheti nayo ni ya Kiswahili. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Kiswahili cheti ni mwaka mmoja, miezi 12. Diploma ni miaka 2. Degree ni miaka 2 na nusu hadi 3 kulingana na kozi za awali ambazo mwanafunzi alichukua. Kwa hiyo niwahamasishe
kusoma, na moja kati ya criteria ama kipengele Yesu anajali sana, na ukisoma injili zote nne utagundua Yesu alikuwa anasoma anafundisha kwa mifano akiwa na makutano. Kiingereza wanasema parables. Kwa Yesu alifundisha kwa mifano akiwa na watu wengi au makutano, lakini akiwa na wanafunzi wake alikuwa anafafanua. Na moja kati ya sababu Yesu alikuwa anajali lile kundi dogo ambalo limeacha vyote na kumjua yeye. Mungu anathamini muda. Kati ya mtu aliyetoa muda kusoma na aliyebakia nyumbani kuangalia channel mbalimbali za television, mbele ya ufalme wa Mungu hawawezi kuwa sawa hata siku moja. Mungu anaitwa mwenye haki. Kizungu anaitwa righteous God. It means right standing. Amenyoka. Na tunasema ni holy God au pure. Kwa hiyo kila kitu unachofanya kwenye ufalme Mungu ana count. Huwezi kukaa masaa matatu hapa jana na leo alafu katoka ukiwa sawa na yule ambaye hajawahi kukaa. No, haiwezekani. Na hiyo ndio imemtofautisha kina Petro, kina Yohana na watu wengine. Ukiacha mambo yako ama ukayapunguza ukaamua kusoma, I'm telling you, kutakuwa na kitu cha ziada kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na shetani is very smart. Ana akili. Kwa nguvu zako umshindi, labda kwa mamlaka ya Kristo. Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamizwa, sio wanaangamia. Wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, knowledge. Walokole wewe na mimi tunafeli kwenye uchumi, kwenye hali za kiroho, kwenye biashara, kwa sababu moja ya sababu ni knowledge. Bwana asifiwe sana. Hawapendi kusikia walokole, lakini ukweli walokole hawapendi kusoma. Walokole wanataka miujiza. Afunge rekoba bila kazi, hela ishuke. That's never happen. Bwana asifiwe sana. Lazima kuna kitu wanaita Warumi 12:1-2, tufanyike upya nia zetu. We have to be renewed our mind. Tubadilike, tujue kama tunahitaji kusoma kumjua Mungu, kusoma kujua nafasi yako, kusoma kujua karama na kipawa chako, kusoma na kujua utumishi wako. Kwa kufanya hivyo utafanikiwa na utakuwa mtumishi mzuri. Bwana asifiwe. Kwa ni kutoe moyo, kusoma ni lazima, sio option. Hata kina Petro miaka 3 walikuwa wanasoma kwa kuona kwa Jesus. Sasa tuna shida ya asili. Asili ina shida yake, na hili sio somo, lakini nimejikuta nazungumza. Lakini tuna shida ya asili. Kwa nawaambia watu jana, ukiweka 10,000 kwenye Biblia unaweza kuikuta hata ukiweka mezani wiki nzima, kwa sababu watu hawafungui Biblia. Tunapenda kuangalia tamthilia, makombolela ya TV yale, oreva mpaka saa 7 usiku umechoka, lakini hujasoma hata sura moja Biblia. Bwana asifiwe sana. Basi nawakaribisha kwenye chuo cha ICM, tutaongea baadaye kidogo. Jana tulianza kozi yetu ya uongozi, ni kozi ya awali. Kozi hii inamtumia Petro kama case study ama mtu wa kumwangalia kwenye kujifunza. Petro, mtumishi ambaye Yesu alianza naye kama mwanafunzi wake wa kwanza, lakini mtumishi ambaye tunaona Yesu aliwekeza mengi sana, na kabla hajaondoka alimkabidhi majukumu ya msingi, Mathayo 16:18, kuhusu kanisa. Somo linahusu tabia, na muundo wa hili somo niliongea jana ni tofauti kidogo na masomo mengi ambayo mmewahi kusikia. Kizungu unasema chess. Ili dude hapa lichukue ni kama jiwe gumu au jiwe au mwamba huo hapa. Lakini huu mwamba ndani kuna dhahabu au almasi au tanzanite iko ndani, ila hili ni jiwe kubwa. Mungu anapomwangalia mwanadamu kama Petro
anaona lidude likubwa, lakini inabidi nilichonge chonge ili nipate kile kitu kiko ndani yake. Mungu anamwangalia kiongozi kama wewe ukiwa kwenye hali yako tu ya kawaida sana, lakini lengo la Mungu apate kile bora kilicho ndani yako. Kwa hiyo analazimika akuchonge, akubondebonde, akuvunjevunje, akutengeneze mpaka itokee shape anayoitaka Mungu. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ni process ama ni mchakato. Yesu akiwa pwani anamwona Petro. Petro akusoma, kizungu anasema layman, ni mvuvi wa samaki, atajua aina samaki, muda gani kuvua, no problem, lakini shule akusoma. Na Yesu niliwaambia jana, hakwenda vyuo vikuu kuchukua wanafunzi. Yesu alikwenda kwenye mazingira ya kawaida. Kwa hiyo alichokifanya Yesu, akamkuta Petro anavua, akajenga urafiki na Petro, kazima boti ya Petro, walikuwa wamepaki vyombo vyao. Petro akamkubalia Yesu, Yesu akatumia boti kama jukwaa kahubiri. Ile ilikuwa ni mahusiano ya mwanzo kati ya Petro na Yesu. Baadaye shida ya Petro ni kupata samaki. Yesu anamsaidia Petro kwa muujiza, anapata samaki wengi. Baadaye Petro anainama mbele ya Yesu, anamwambia ondoka kwangu kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Alikuwa na confirm kwamba Petro, Yesu anaanza naye na anaanza safari ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa uchukua pale kwa Petro, kaa wewe na jina lako, unaitwa John, Joseph, Mariamu, no problem. Kaa pale kwa Petro na kutana na Yesu wala kwanza. Lakini Yesu anagundua Petro anahitaji kusaidiwa ili afae. Wewe ni kiongozi, lakini unahitaji kusaidiwa ili ufae. Narudia kidogo kabla sijaenda kwenye mada ya 4 ambayo ni somo la leo. Petro, hatua ya kwanza, anakuwa mtii. Yesu anamwambia nifuate au follow me. Petro anakubali kumfuata Yesu Kristo. Kitendo cha kukubali kumfuata Yesu, unaona kiwango cha utii. Kila kiongozi lazima awe mtii. Obedience. Sifa moja ya kitabia ya kiongozi ni utii. Usipokuwa mtii, unafeli kwenye uongozi wako. Petro ameshaanza kutii. Na muda unavyozidi kwenda, Petro anatii, wanafunzi wengine wanaendelea kuongezeka, lakini tunaanza kuona taratibu imani ya Petro inaongezeka. Anakubali kujifunza. Anakubali kuacha vitu vyote. Imani ya Petro inaongezeka pale ambapo muujiza unatokea wakiwa kwenye boti yao wanataka kuzama, na ghafla usiku ule Yesu anatembea kwenye maji. Petro anasema kama ni wewe Bwana, niruhusu nije. Anaruhusiwa. Anaanza kutembea, baadaye anapata shaka, anataka kuzama. Najifunza kwamba uthubutu ni jambo la msingi kwenye uongozi, lakini lazima uwe na imani. Bwana asifiwe sana. Huu mchakato unamsaidia Petro kutengenezwa kutoka kuwa uvuvi wa samaki ili aje kuwa mvuvi wa watu. Na Yesu hana haraka, anaenda naye polepole. Petro anapaswa kuwa kiongozi, lakini kile kinachomfaa kuwa kiongozi kipo ndani sana, kiasi kwamba Yesu anamgonga au anamchonga ili akipate hicho. Kiongozi lazima ukubali kuonywa, kubali kurekebishwa, uwe mtii na ufuate mbeba maono. Maono ni yule kiongozi wako atakwambia maono yeye ni nani. Kristo Yesu alikuja na mission yake, kuokoa ulimwengu. Petro hakuijua. Ndio maana ukisoma Mathayo 16, Yesu anataka kwenda Yerusalemu kwa ajili ya kukabili msalaba. Petro anakuambia hasha Bwana, hayo mabaya hawezi kukupata. Yesu akamwambia rudi nyuma shetani wewe. Kuna mpango wako kama kiongozi na kuna mpango wa Mungu kwenye uongozi. Mara zote kwenye uongozi wako lazima ufikie hatua uelewe kusudi la Mungu ni nini kwenye maisha, sio kusudi lako. Wewe ni kiongozi wa idara, wa mama, vijana, whatever, lakini je, kwenye hiyo idara yako mpango wa Mungu ni upi? Usipeleke mpango wako. Unapaswa kufanya kazi kwenye mpango wa Mungu. Kwa tunamwona Yesu anamsaidia Petro kutambua mpango wa Mungu ni watu kuokolewa. Kwa kazi ya msalaba ikwepeki, kwa mimi Yesu ndio imenileta. Kwa Petro
alikuwa anashindana kujua makusudi ya Mungu, ujio wake ni nini. Lakini bado Yesu anaimanisha imani ya Petro, anampeleka kule mlimani, Mathayo 17:1-5. Baadaye anatokea Musa na Elia. Baadaye sauti ya Mungu inasema. Yote ile inamsaidia Petro kukomaa kiimani, na Mungu anamtambulisha Yesu kwamba huyu ndiye mwanangu, huyu ndiye. Petro, Andrea na Yohana wanasikia kwa sauti ya wazi. Na Yesu, Mungu anamsaidia Petro kujua kwamba Musa alikuja na vitabu vyake 5, enzi yake imepita. Elia anawakilisha manabii wote, nao walikuwepo, enzi yao imepita. Mungu anaambia lakini sasa, Yohana 4:17, yuko Yesu, msikilizeni yeye. Musa hayupo, Elia hayupo, lakini leo yuko Yesu. Agano lake ndilo mlisikilize. Yesu kwa mara ya kwanza anahubiri injili ya ufalme, kitabu kile cha Mathayo 4:17. Kwa hiyo tuliangalia mambo machache kwa sababu ya muda. Lengo ni tabia yako ibadilike. Yaani sio suti, sio gauni, sio nywele zibadilike. Tabia. Tabia ni kila kitu. Tabia kila kitu kwenye huduma yako. Tabia yako isipobadilika utofaa. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu alimwangalia Petro na uwezo wake, akasema good. Lakini nataka nitengeneze tabia. Anampitisha, anamfundisha, anajua kuna siku huyu ndio atabaki na kazi ya kanisa duniani. Mungu aliona, lakini ilimlazimu kumchonga Petro. Wewe ni kiongozi bila kujua idara yako, kubali kujifunza. Lakini 2, itambue tabia yako. Kama unasusa, hiyo ni tabia mbaya, lazima ujue ni mbaya. Kama una kiburi, lazima ujue ni kiburi, mimi ni kiongozi, hakifai. Kama una majivuno kwamba nisipoimba mimi kwaya haiwezi, nisipotoa pepo, no, hicho ni kiburi, majivuno, lazima ujue, lazima Yesu akutengeneze. Bwana asifiwe sana. Yes, tabia. Petro, Yesu alidili naye, sio mavazi, sio viatu. No, it's not a big deal. Lakini alikuwa anasema hapa ni character, tabia. Anamshape tabia. Ili fikia tu mpaka Petro anakubali kusulubishwa kama bwana wake, kichwa chini anachinjwa, miguu juu. Ndio kifo cha Yesu. Haikuwa kitu chepesi, lakini alipondwa mpaka akafanana. Akasema la hasha, msinisulubishe kama bwana wangu. Pointi yangu ni kwamba uko hapa leo, kagua tabia yako. Petro ndiye tunamwangalia. Petro alikuwa na tabia zake ngumu, lakini Yesu anazitengeneza. Kwa hiyo mkini uko hapa leo unahudumia wamama, wanakwaya, vijana, watu wazima, wa baba. Je, kiburi hakiko kwako? Majivuno hayapo kwako? Haujawahi kususa? Haujawahi kuacha kazi ya Mungu? Una tabia gani? Tabia yote mbaya lazima ing'olewe. Tunataka kufanana na Kristo, kumtumikia Kristo. Sio kufanana na mchungaji, unafanana na Kristo. Bwana asifiwe sana. Kigezo chako sio mchungaji, kigezo chako ni Yesu. Kwa hiyo unajikagua mwenyewe. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wetu. Lakini kwa kuwa tunachongwa kila siku, sijajua wewe umefikia robo au nusu ama amemaliza kukuchonga. Sidhani kama amemaliza. Utii ukoje kwa kiongozi wako? Unamtii kiongozi? Namtambua. Tukisema saa 4 unakuja saa 4. Tukisema saa 3 unakuja saa 3. Tukisema mpaka ibada ishe unabaki. Tukisema tuje katikati ya wiki unakuja. Unajali. Una tabia gani? Tabia yako mbaya ni ipi? Unajua mwenyewe. Kila mwingine anajua. Hiyo tabia mbaya na Yesu anajua mbaya, lazima ushughulikie kwa neema ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Tumishi huu tunamhitaji Kristo ambaye ni mwenye haki. Hatuendi kwa fashion, kwa urembo, kwa majukwaa, madaraka, hapana. Petro alikubali kuwa chini ya Kristo miaka yote 3, siku na mchana, na alikuwa mwanafunzi wa mwisho kuachana na Yesu kabla kwenda msalabani. Wengine wote walitoweka. Petro alijitahidi kumfuata Yesu hata kama anapelekwa, lakini kwa mbali Petro anafuatia. Bwana asifiwe. Kuna kitu kimoja wanawaambiaga watu na kimekuja sikupanga kusema, lakini very important. Nitasema hicho kabla kwanza mada leo imekuja na nimeona niongee. Huwa naongea nikutana na watu wazima wanaongea. Hasa viongozi. Yakobo alikuwa na watoto makabila 12 baadaye
na Yoshua alipokuja pale nchini kwao. Mmoja wapo alikuwa anaitwa Yusufu, kulikuwa na Yuda, right? Namjua yule? Is it Yuda? Yeah. Yesu anaitwa simba wa kabila la Yuda, si ndio? Wanasema hivi kwa viongozi kama wewe au mapasta, mabishop. Wanasema ili upate kiongozi, mimi labda ni bishop, alafu na watu chini wasimamia, kutakuwa na watu wa makundi mawili. Kuna watu ambao, kuna mtu labda ananipenda sana mimi, alafu kuna mwingine mimi nampenda yeye sana. Yakobo alimpenda sana Yusufu, ila upendo wa Yusufu kwa Yakobo uko mkubwa sana. Nisikize vizuri. Lakini kuna mtu anaitwa Yuda. Yuda alimpenda sana babake kuliko vile babake alimpenda Yuda. Bwana asifiwe. Ili umwachie mtu uongozi au jukumu lako nyeti, usimwachie mtu ambaye wewe unampenda sana. Mwachie mtu ambaye yeye anakupenda sana. Hujanielewa? Wanasema spiritual character, sifa za kiroho za Yusufu sio kama za Yuda. Ndio maana uzao wa Yesu Kristo ulipita kwa Yuda moja kwa moja, kwa sababu sifa za kiroho za Yuda zilikuwa juu kuliko za Yusufu. Mimi nitakuwa na watoto wawili ama wasaidizi wawili, lakini ninapotaka kulisisha kazi yangu, sitoangalia yule ambaye mimi nampenda sana, huyo hatanisaidia, ila nitamwangalia ambaye yeye ananipenda mimi. Petro alimpenda sana Yesu, lakini hatimaye Yohana ndo alikuwa anakaa kwenye kifua cha Yesu. Si kama unaelewa mfano? Kwa hiyo Yohana anaonekana alipendwa sana na Yesu, lakini hakuachiwa mission ya Yesu. Huduma ya Yesu haikubakiwa Yohana kama leader, kama kiongozi wa mwisho. Ilibaki kwa Petro, kwa sababu Petro yeye alimpenda sana Yesu. Kwa kuna tofauti kati ya wewe kiongozi kumpenda mtu na mtu kukupenda wewe. Tunakushauri kama unarithisha kazi, kurithisha, mrithishe mtu ambaye unajua huyu ananipenda mimi. Na hata kama unataka kuchagua mtu akae karibu nawe, usichague mtu ambaye wewe unampenda, yeye anakupenda. Huyo ndio mweke karibu nawe. Bwana asifiwe. Haleluya. Somo letu la leo la 5, la 4. Tutakuwa la 4 na la 5, alafu mwingine atafundisha la 6. Ni motivation to serve. Unasema hamasa ya kuhudumu ama kutumika. Kuna wakati kutafsiri Kiingereza na Kiswahili inakuwa ngumu. Ya Kiingereza yenyewe inakuwa imekaa vizuri. Hamasa ya kutumika ama kuhudumia wengine. Hamasa ya kutumika au kuhudumia wengine. Hamasa ya kutumika au kuhudumia wengine. Jana tulikuwa tunasoma mistari kadhaa. Kama kuna mtu ana Biblia, somo letu limebezi typically kwenye Biblia, tutasoma maandiko kadhaa. Tune Marko sura ya 9. Yeyote anaweza kusoma hapo 32 hadi 35. Marko sura ya 9. Somo letu linahusu ile hali ya hamasa au shauku ya kutumika au kuhudumia wengine. Kitabu cha Marko sura ile ya 9, tuanze mstari wa 33, 32 twende mpaka 34. Marko 9 sura ya 9 mstari wa 34. Tuangalie fundisho la Yesu kwa viongozi kwenye eneo la kutumika. Karibu. Lakini hawakulifahamu neno lile, wakaogopa kumuuliza. Wakafika Kapernaumu, hata alipokuwepo nyumbani, akawauliza, mlishindania nini njiani? Wakanyamaza, kwa maana njiani walikuwa wakibishana wao kwa wao, ni nani aliye mkubwa. 35. Akaketi chini, akawaita wale tenashara, akawaambia, mtu atakayekuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho kuliko wote, na mtumishi wa wote. Amen. Bwana asifiwe sana. Msingi wa
msingi wa kipengele hiki cha 4 ni kubadilisha ufahamu wetu, transformation of mind. Msingi wake wa hii session ndogo ni kubadilisha ufahamu, kizungu anasema ama mind, bongo ama hali ya kufikiri. Kwa hiyo ndo bezi ya Yesu hapa, transformation of our mind. Mungu anataka kutusaidia kubadilika jinsi tunavyowaza. Yesu yuko na wanafunzi wake wakiwa njiani, wanashindana nani awe mkubwa. Yesu anagundua kwa sababu yeye ni Mungu kwamba hawa wanashindania ukubwa. Baadaye kule mbele tutasoma Yesu anagundua na anawajibu. Anasema kwa swala la ukubwa kwenye ufalme wa mbingu, si swala la ukubwa kwenye dunia hii. Unaona hii mchoro kama piramidi Kwenye ufalme wa Mungu au kwenye dunia hii, kiongozi anakaa huko juu, anakuwa bosi. Kiongozi ni bosi. Nataka upate picha kidogo. Ukiwa bosi wewe unatumikiwa na watu wote huko chini, unamtumikia bosi wao. Bosi yuko top juu. Huu ni mfumo wa dunia hii, na baadhi ya makanisa sitotaja kwa leo yanatumia mfumo huu, kwamba watu wa chini wanamtumikia huyu kiongozi. Na mawazo ya wanafunzi wa Yesu yalikuwa ni haya: nani awe mkubwa hapa? Yaani wakiamini kwamba ukiwa mkubwa wewe ndio unakuwa boss, unatumikiwa, unafaidika. Yesu anajua mawazo yao na anataka kuwasaidia kubadilika. Na wako viongozi wa hivyo kwamba anataka cheo. Na siku hizi mpaka watu wanaenda kwa wachawi, waganga kwenye hizo chaguzi za mabishop, ni baadhi ya dini sitozitaja, mpaka wengine wanatumia silaha kupambana ili yeye achaguliwe awe mkubwa. Mawazo ya ukubwa wao, ukubwa ni maslahi, ukubwa ni pesa, ukubwa ni heshima, ukubwa ni cheo. Yesu anabadilisha mtazamo. Anasema anayetaka kuwa mkubwa awatumikie wengine. Ina maana bosi akae chini. Kwa sababu ndio mtazamo wa Yesu, bosi anakaa chini. Hapa chini ndio yuko bosi. Alafu anawatumikia watu wote wa kule juu. Huu ndio mtazamo wa Kristo ambao haukuwepo wakati wanafunzi wanauliza. Uongozi ni utumishi, sio cheo. Kwa anawaambia anayetaka kuwa mkubwa awatumikie wadogo. Na mwenyewe anasema hata mimi sikuja kutumikiwa, bali nimekuja kutumikia watu. Anasema uongozi sio mafanikio, it's not success. Kama uko hapa mkuu wa idara kitengo, watumikie watu. Tumikia watu. Umekuja viti bado, we mkuu, chukua dasta, futa viti. Choo kijadekiwa, deki mwenyewe. Watu siku hizi hawadeki choo. No. Fanya wewe. Yes, you know servant. Watumikie watu. Wako wapi hawa? Mpaka leo, mpaka muda huu hawajapamba vitamba. No. Kile unachoweza fanya, kwa sababu ndio utumishi. Yesu anabadilisha mtazamo wa dunia kwamba kwangu mimi utumishi sio ubosi. Utumishi ni kushuka kutumikia wengine. Mwenyewe anatoa mfano kule mbele, anawaosha miguu yao. Tamaduni wa mashariki ya mbali wanavaa sandals kwa sababu ni desert, jangwa, michanga ni mingi. Hawavai viatu kama vya kwangu. Anafuta vumbi. Kwa kama upo hapa kiongozi, hatua ya kwanza jua uongozi ni kutumika. Sio kutumikiwa, kutumika. Tumika. Na acha malalamiko. Na acha kutumika ili waone natumika. No, tumika hata kama watu hawaoni. Tumika. Anaona Bwana. Usitumike kinafiki kwamba wakiwepo watu ndio naonekana niko busy. Wasipokuwepo sifanyi. No. Yesu anamwambia anayetaka kuwa mkubwa kiongozi awe mdogo kwenu. Afanye yale mambo manyonge. Kiongozi wangu mmoja kwangu wa chuo na kanisa moja Iringa, simtaji jina, anasema siku moja alikuwa anapaka rangi kanisa lao. Ni askofu wa dini Tanzania. Amevaa overall lake anapaka rangi kuanzia getini. Watu wamekuja na baskeli pale, hawakumsalimia. Wakaenda kwa mlinzi. Tunataka askofu wa kanisa hili. Mlinzi akamwambia askofu mmemwacha hapo nje. Hapo nje huyu anayepaka rangi ndio askofu. Wakapata shida sana. Servant leadership, yani utumishi wa kutumikia wengine. Yesu anatuagiza leo tutumikie watu. Acha cheo. Mbele ya Kristo uongozi sio cheo. Uongozi ni kutumikia wengine. Na hiyo Yesu ameifanya kwa vitendo. Amehudumia watu, ameponya watu,
amelisha watu, kwa sababu hiyo ndiyo kusudi la Yesu. Kwa Yesu alipambana kubadilisha mawazo ya watu, kugombea vyeo, kugombea mataito. Akawaambia hapana, kwenye ufalme wangu uongozi sio cheo, uongozi ni kutumikia wengine. Tumikia watu, acha majivuno, acha kiburi, acha kujiona bora, shuka, tumikia watu, shuka. Yesu alishuka hata mauti ya msalaba. Soma Wafilipi 2, it's very powerful. Shuka chini. Sasa mimi nimevaa hivi kweli nitashika vumbi? No, ila kuvaa hiyo. Tumikia watu. Wafilipi sura ya 2 tusome mstari wa 2 hadi wa 5. Yesu anaacha agizo zuri sana pale kwa viongozi. Wafilipi sura ya 2 tusome 2 hadi 5. Amen. Kitabu cha Filipi sura ya 2 mstari wa 2 mpaka 5. Na Bwana anasema, ijalizeni furaha yangu ili mwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amheshimu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Mstari wa 5. Iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo. Amen. Hiyo mistari ukiwa peke yako nyumbani karudie peke yako. This is Jesus. Yesu anahamasisha, anaongea na viongozi. Anaongea na kanisa Filipi. Anasema, unajua kabla hapo mawazo ya ubosi wa nini, kizungu anasema ni carnal mind. Yaani mawazo ya utu wa kale. It's carnal mind. Yaani ukiona unagombea cheo, ubosi. No, unajua ubongo wako kwenye kuzaliwa mara ya pili bado hujakarabatiwa. Yes. Yaani ukiona wewe unataka cheo, maslahi, watu wakuone wewe ni bwana, wewe ndio kila kitu, ujue bado tunasema una carnal mind. Yaani una mwili wa kale, unakutumikisha ule ukale. Mtu aliyebadilishwa na Kristo ndo unakuwa na nia ile iliyokuwepo kwa Kristo, kuwaona wengine ni bora, kuwashirikisha wengine, watangulize wengine. Huyo ndio kiongozi. Yuko tayari yeye akose, lakini wa chini wake wamepata. Yuko tayari yeye awe wa mwisho, wale wengine wafanikiwe. Huyo ndio Yesu anasema, mwe na umoja. Hakuna kushindana kwamba idara yangu ndio bora, huyu ameshindwa. No. Hatushindani kwa Kristo. Fanya kwa uwezo wako kwa ajili ya Kristo. Idara yako inafanya vizuri, usishindane na huyu, kwa sababu Mungu ameweka vipawa na karama tofauti, lakini mwisho siku mwili ni mmoja. Bwana asifiwe sana. Lakini anasema kuweni na nia ile. Filipi 2:5 iliyokuwemo ndani ya Kristo. Hatupasi kushindana. Hatupasi kuonekana mimi ni bora kuliko hao wote wanafanya baya. No, Mungu hajasema hivyo. Kwa mwisho wa siku, kama ule ukale haujabadilika, matabia yale ya mwilini bado unayo, ya kususa, ya umbea, ya kusengenya, ya kujiona bora, uongozi unakuwa mgumu sana. Sababu kikani kupiga majungu wengine, kikani kusengenya wengine. Huo ni mwili wa kale. Kiongozi anakuwa na uongozi, utumishi kama wa Kristo. Unatembea na nia ya Kristo, unawatanguliza wengine. Unaona tuko pamoja. Kwa hiyo kuwa kiongozi kwenye ufalme wa Mungu, kwanza ni kutambua majukumu yako na kujua kwamba mimi sio boss. Niko chini huko. Niko chini. Hawa watu wa juu wote na watumikia mimi. Mimi sio boss. Kwa hiyo kuna wakati kuna vitu vidogo ambavyo ndio vitaua hiyo hali. Ni rahisi kujifunza hicho kitu. Huwa nawaambia watu wengine hicho kusikia kama anafundisha bila kufanya hakitakusaidia. Katende. Na moja kati ya kitu ambacho kinahitaji watu shida sana ni kufanya usafi chooni. Anza kufanya usafi chooni. Usitumwe na mtu, fanya tu mwenyewe. Hiyo itavunja hicho kiburi chako, inakivunja hicho kiburi cha kusema mimi. Unaona? Akivunjiki kwa maneno, kwa matendo. Yule mwenye kudeki choo akija, anakuta mshadeki choo, ushajaza maji. Na hata sio lazima wakuone. Muondoke za. Unasema huu mwezi na utoa kwa Bwana, mimi nadeki choo mwenyewe Jumapili zote ama Jumatatu. Yaani hicho kitakusaidia kuvunja huo utu wa kale ambao bado unasema mimi nadeki choo mimi. Yaani mwili tu wa nyama unalingia mimi. Sasa ili uvunjike, unashuka. Ndio maana Yesu alimwambia Petro kwa habari ya kumosha miguu, Petro na goma. Akasema Petro, uelewa unachokifanya, lakini utaelewa. Baadaye Petro akaelewa.
Kuna kitu kikubwa sana endapo unashuka. Yakobo 5. Unapokuwa mnyenyekevu, Mungu anakuinua yeye mwenyewe. Usiinuliwe na wanadamu masipasipa kijinga, acha nayo. Acha Yesu aone kweli huyu ameshuka. Alafu kuna njia za ajabu atakuinua. Nilikuwa naongea na mhubiri mmoja wa Nigeria. Mama mmoja alikuwa na watoto 4. Wameshindwa kwenda shule. Lakini mama ni mwaminifu, ni kanisa lake, yeye anadeki choo tu. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Tajiri mmoja wa kanisa yakapita siku moja, mama wewe ndio unadeki choo? Ndio. Siku zote ndio. Akasema sasa sikiliza. Nimesikia wanao wamekwama shule. Akaambia nitatoa scholarship kwa watoto wako wote wakasome Ulaya. Bwana asifiwe sana. Mungu amepitia mtu kumbariki yule mama ambaye aliamua kujishusha na kufanya ile kazi ambayo ni duni. Vitu duni ndio vitu vinavyotumika na Mungu vinyonge kuinuliwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiondoa mwili wa kale, mwili wa nyama, tabia za kale za kujiona bora, kwamba mimi kazi ya fulani hii ya wasiosoma, mimi kanisani ni mtu mkubwa bwana, nitafanyaje hiyo? Wewe na hakika hicho ni kiburi, ni carnal mind, ni tabia za mwilini. Utabumaa hapo hapo na watakuja wadogo, watakupita kwa baraka, watakupita kwa uelewa wa kiroho. Kwa kama kiongozi, tumikia watu, shuka kuwa ndani ya Kristo. Waone wenzio bora, tanguliza wengine zaidi, sio wewe. Bwana asifiwe sana. Yesu Kristo ana lengo la kubadilisha jinsi ya kufikiri. Tunafikiri kwa kiwango gani? Tufikiri kama vile tayari tumezaliwa mara ya pili. Yesu ameshaweka mfano. Tunaona kina Petro baadaye wanajitoa na kwenda huko na huko. Kina Paulo baadaye wanatumikia watu. Achana na ile kazi mpaka ufanye kazi mpaka ulipwe pesa. Kila kazi kidogo nipewe pesa, nipewe posho, nipewe pesa. No. Don't do that. Yaani kuna makanisa ili watu wafanye kazi walipwe. No. Achana hicho kitu kama kiongozi. Kanuni ya Mungu nijifunza na Marekani mmoja. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Na mimi na walimu wangu wa kimataifa. Nasoma na online. Nimewachagua kwamba huyu ni mwalimu, huyu hapana, imani yake hapana, huyu hapana. Kwa nao walimu wangu kadhaa ambao wanaingia kwenye mtandao nasoma. Mwalimu wangu mmoja wa kimataifa akaniambia Marekani, kwa zini marehemu. Akasema kanuni ya Mungu inasema hudumia watu. Wale watu baadaye Mungu atawatumia wenyewe, watakuhudumia wewe. Bwana asifiwe sana. Hudumia watu. Alafu baadaye wale watu Mungu atawatumia. Paulo alihudumia watu Filipi kule. Baadaye kanisa la Filipi litahudumia Paulo. Ila useme ili niende lazima nifanyiwe 1 2. No, usifanye. Ili kazi nimetumwa na mchungaji nifanye, nilipe kabisa. Nipe kitu hiki, hapana, kwa sababu mwisho wa siku kazi haiwezi kwenda kama kila kazi pesa haiwezekani. Bwana sasa, nimesema session hii inalenga kubadilisha ufahamu. Sawa, kuna mazingira mchungaji atakupa posho, nauli, atakupa. Kuna wakati na yeye hana. Lakini Bwana mwenyewe anajua. Kwa tusiseme mpaka nipewe hiki, nifanye hivi. Leo hata kwenye ujenzi wa makanisa kama hii, wachungaji wana struggle kwa kusogeza tofali, wakati mwingine hamna. Kwa kusogeza mchanga, wakati mwingine hamna. Hatuwezi kwenda. Utumishi ama uongozi ni kushuka, kuhudumia wengine, kuwaona wengine ni bora, kufanya vile vitu duni vya chini. Alafu Mungu atakuinua mwenyewe. Lengo la Mungu anakuchonga hicho kiburi kiondoke, majivuno yaondoke, kuonekana msomi, msafi, mrembo. Haimsaidii Yesu, anachonga. Mimi urembo wako unisaidii chochote. Uzuri wako mimi ondoa. Nataka hicho kitu kiko ndani ndo nikitumie. Anakuchonga. Bwana sasa. Kama wewe unaitwa mrembo huko nje, kwa Yesu unasaidia. Hata kama umesoma degree 2 sasa inatusaidia. Kwa hiyo Yesu anakuchonga. Na kiburi chako anakuchonga, kiishe kiburi. Nimwambia rafiki yangu mmoja mchungaji, nilikuwa naye chumba kimoja wakati nasoma degree. Anakwazwa kila siku anasusa. Mimi nilikuwa rais wa chuo. Nikamwambia utasusa mpaka Mungu aone haususi ndio utaenda daraja lingine. Atakuletea utakwazika tu. Wewe unasusa. Mungu kila siku utaita mtu akukwaza, hata mmeo, mkeo, mwana. Utakwazika sana kwa sababu bado mtoto. Mpaka ushinde ile jaribu. Unaenda jaribu lingine. Hiyo darasa utarudia sana. Wewe unasusa sana, wewe utasusa sana tu. Utakwazwa. Kwa sababu lengo la Mungu anataka kiburi kiondoke cha kususa. Wewe mnasusa mpaka chakula mli mnalala na njaa. Mungu anasema mimi sina mtumishi wa kususa. Bwana asifiwe sana. Anabadilisha ufahamu kwa wewe kiongozi. Kwamba ifikia tu umetendwa baya, sema Bwana akubariki. So mekanyako kwenda daladala tu sile kutoka mpendwa bibi. Mekanyaga kama tumba basi uwe na amani bwana. Yes, kwamba umekomaa kwa watu wengine. Umenenwa vibaya uwe na amani mpendwa, tumwachie Bwana.
Mungu akubariki bwana, umepiga tu moja. Huyo ni kiongozi ambaye watu wanaangalia. Siku moja nikiwa nyumbani, mwanangu alikwenda kukaa mahali sio pazuri, ukatokea ugomvi, naye akajikuta ameingia kwenye ugomvi, yani ameshambuliwa na wauni wa mtaani, na walikuwa na kisu, nataka kumchoma kisu, kachana shati lake. Baadaye rafiki yangu mmoja jirani ni polisi akamkamata kwa miaka 5 nyuma, wale wahalifu. Sasa alipomkamata tukaongea, tupe kwa mjumbe nini, nikamwambia tuwasamee. Unawasamee vipi hao watu? Akamwambia kwa sababu mtoto mzima, hilo shati tunanunua, mimi nawasamee, lakini wananchi walikuwa na hasira, wapige wapeleke polisi. Akamwambia don't do that, usifanye, tuwasamee kwa sababu Yesu alisamee. Bwana asifiwe sana. Wangapi wewe umeshindwa kuwasamee mpaka leo? Afu wewe ni kiongozi. Wangapi umeweka moyoni mpaka leo na wewe ni kiongozi? Haiwezekani, mimi siwezi kumsamee. Yesu alisamee. Tujifunze kwa Kristo. Kiongozi ni kuonyesha mfano, kiongozi ni kujishusha, kiongozi ni kufanya yale mengine hata madogo madogo. Usijiweke kwenye ubosi, jiweke kwenye utumishi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo session yangu ya 5 ya 4 inakuwa inaishia hapo, lakini nirudie kwa kusisitiza tu kwamba ni mapenzi ya Mungu atengeneze viongozi ambao watakuwa na nia ile ile ya Yesu Kristo, nia ya kujitoa kwa ajili ya watu, nia ya kujishusha, sio kujihesabia haki, nia ya kufanya mambo mpaka ya chini kwa ajili ya wengine. Hiyo ni nia ya Kristo. Kwa hiyo huu ni mchakato, haitotokea siku moja. Ndio maana nasema somo letu linatumia jina la kizungu chess, ambalo ni kuchonga. Kwa hata hapo ulipo unaendelea kuchongwa. Hata fundisho langu la leo kupitia Kristo na uzungumza na wewe, lengo langu ni kuchonge. Na kuchonga ili vitabia fulani. Hata hivi ninapoongea lazima ngoma ila kwangu ya kwangu. Na ukiona hivyo usimpelekee mtu, kamata mwenyewe kama jembe, vuta hapa. Mbia hii ya kwangu, hii kiburi ya kususa, hii ngoma ya kwangu. Usimzungumzie mtu ya hii hapa. No, wewe chukua weka hapa baba hapo. Bwana sasa. Wapendwa chepe anasema hii kama mke na mume, hii ya mke wangu hii. Hii ya mume wangu wewe chukua wewe hapa. Watu wanasusa kwenye ndoa mpaka wanagawana vyumba, mwingine analala chini mwingine juu. Haiwezekani bwana. Don't do that. Hakuna huduma ndani mwaka mzima, hakuna huduma vipi?